Mambo vipi kaka? Msomi Sabato Ngogo, nimekupigia kwa ajili ya kutaka kupata ufafanuzi wa kisheria kama ambavyo taaluma yako wewe ni wakili. Wakili Sabato, ningetaka kufahamu kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia jeshi la polisi limethibitisha kumkamata mwanadada Nifa. Sheria inatafsiri nini katika zile tuhuma ambazo zimeainishwa na kamanda wa kanda maalum ya jeshi la polisi Dar es Salaam Afande Mulilo juu ya tuhuma ambazo zinamkabili Nifa? Sheria ipi ambayo inatafsiriwa kwamba inaweza ikatengeneza tuhuma ambazo zinaweza kapelekea kesi ambayo inaweza ikapelekwa mahakamani dhidi yake? Tuanzie hapo kwanza. Kwa haraka ni kosa la uchochezi wa kufanya vurugu, kama ambavyo kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam ambavyo amelisema. Sasa amelitenda kwa njia gani ndio itategemeana, lakini kosa la kuhamasisha vurugu au kufanya fujo kama alivyosema, hiyo kuchoma vituo vya mafuta, kufanya nini, ni kosa ambalo lipo kwenye kanuni ya adhabu. Soma kile kifungu cha 89 kifungu kidogo cha pili, kinaelezea hilo kosa la kufanya fujo. Sasa kama atakuwa ameifanya kwa njia ya mtandao, utaangalia pia kwenye upande wa cyber crime, ile sura ya 443 ya sheria zetu. Lakini kosa lenyewe kama kosa liko kwenye kifungu cha 89 kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo 2023. Na katika hayo marejeo sasa yana viashiria vipi ukihusisha na hili la Nifa? Vinaelezea hiyo habari ya kutumia mitandao, na kama inaelezea ni katika mazingira gani sheria inaweza ikatafsiri kwamba huu mtandao umetumika vibaya kuleta uchochezi au kuleta vurugu? Sasa itategemeana, maana unajua taarifa nayo iliyotolewa na ndugu zetu wa jeshi la polisi iko nusu. Sasa hatujaambiwa huo uchochezi ameufanya kwa njia gani, au uhamasishaji ambayo ni incitement ameifanya kwa njia gani, hatujaambiwa. Sisi tumeona ni mtu amechukuliwa kama Watanzania, taarifa zikasambaa kwamba ametekwa, mara jeshi la polisi likaja likasema ndo wamemkamata wenyewe. Lakini pia kama wamemkamata na anasema kwamba alikuwa anahamasisha kufanya vurugu, basi kwa haraka naweza nikajua kwamba wanalenga kifungu cha 89 ya kanuni ya adhabu, kwa sababu hajatuambia huo uchochezi ameufanya kwa njia gani. Na labda hawajasema kwa ajili ya kuepusha kuvuruga uchunguzi? Hapana, kwa sababu unapomkamata mtu si unamueleza kosa lake. Unamkamata, unamueleza kosa lake, bana wewe kosa lako ni hili na hili, unatuhumiwa kwa kufanya uchochezi, na uchochezi wake aseme ametumia kitu gani, kwa sababu uchochezi una vitu vingi. Ametumia maneno kuhamasisha watu, anaonyesha vitendo katika kufanya huo uhamasishaji au kutaka kufanya hilo tendo. Je, ameenda kuanzisha vurugu mahali fulani, kama hicho kifungu ambavyo kinavyohitaji. Kuna mahali niliona, sasa sijajua kama ilikuwa ni taarifa ya jeshi la polisi, lakini niliona anasema kwamba kwa kutumia mitandao ya ni kwa namna gani sheria hiyo inatafsiri kwamba namna ambavyo mtandao huu wa kijamii umetumika umefanya uchochezi? Kwa namna gani tunatafsiri kwamba hapa mtu amehamasisha vurugu kwa kutumia huo mtandao wa kijamii wote aliotumia, labda kupost au kuandika kitu chochote? Sasa kwa kutumia mtandao wa kijamii lazima kuwe kuna vitu vingi ambavyo lazima vitahusika. Kwa mfano kama kuchapisha maneno, kuandika, yani kuchapisha maneno kwenye mtandao wa kijamii, kuongea akiwa anajirekodi na akaposti kwenye mtandao wa kijamii. Hiyo lazima
iwe ndo inahusisha kuhusiana na mambo ya cyber crime au kutumia mtandao kuhamasisha vurugu. Sasa nategemea kwamba kama ilikuwa ni kupitia mtandao wa kijamii, ni lazima tungeambiwa kama amechapisha, ameongea au ametuma vitu gani huko kwenye mtandao wa kijamii ambao vinaonesha vinahamasisha hizo vurugu, kwa sababu unajua unapomwambia kwamba mtu anahamasisha vurugu, lazima kuna kitu kimefanyika. Mimi siwezi nimekaa tu nyumbani hivi au niko ofisini kwangu kaniambia kwamba nimehamasisha vurugu. Kwa kuna njia ambayo nitakuwa nimeitumia mimi kuhamasisha vurugu, lazima iwepo. Na katika hicho ambacho mara kadhaa umerudia kwamba lazima tungeambiwa, kwa mujibu wa sheria mtu anapokamatwa ni umma unapaswa ufahamishwe mtu kakamatwa kwa sababu gani, au mhusika mwenyewe ndiye anayepaswa kufahamishwa kwamba wewe tumekukamata kwa kutumia labda mitandao kuhamasisha 1 2 3, alafu umma tu unaambiwa tu kwamba tumemkamata? Kiutaratibu unapomkamata mtu unamwambia yeye mwenyewe. Lakini ujue makosa ya jinai yanatendeka dhidi ya umma. Si dhidi ya mtu mmoja, ni dhidi ya umma. Ndio maana hata mahakamani anayeposhtaki ni jamhuri, si mtu mmoja. Na jamhuri sio na jamhuri sio mtu mmoja, ni watu wengi. Kwa hiyo umma una haki ya kupata taarifa, kwa sababu ni umma ndio umetendewa kosa. Unaona, kwa kuhamasisha watu kufanya vurugu au kuchoma vituo vya mafuta au kufanya nini, umma lazima ujue kwa bana watu waliokuwa wanatakiwa au vitu ambavyo vimelengwa, kwa sababu hujui kwamba ni kituo gani kinachoma. Kwenye umma tuna watu ambao wana vituo vya mafuta, kwenye umma tunao watu ambao wana biashara, wanafanya vitu vingine vingi. Kwa hiyo taarifa si jambo baya. Taarifa sio ushahidi. Umeona? Kwa hiyo ni vizuri pia watu wakajua kwamba ni kitu gani hicho ambacho amekifanya. Okay. Na bila kuathiri labda masuala ya uchunguzi na shauri lenyewe, hatua gani sasa inafuatwa baada ya hicho ambacho kimeelezwa na Mulilo? Anaweza akapata dhamana kwa mujibu wa hizo tuhuma, na akipata dhamana labda kitu gani kingine kitafuata? Itategemeana na uchunguzi, labda jarada lifutwe ama liende mahakamani. Kwa mujibu wa sheria hilo kosa lina dhamana. Na dhamana kwa sababu hata adhabu yake haizidi kifungo cha mwaka mmoja. Kwa mujibu wa hiyo kanuni ambayo nimeisema. Kwa hiyo dhamana ieleweke kwamba dhamana ni haki ya mtu yoyote, kwa sababu yule sio mhalifu, yule ni mtuhumiwa, bado hajahukumiwa. Kwa hiyo mpaka pale atakapohukumiwa ndipo itakapohesabika kwamba ni nini, ni mhalifu. Na kwenye issue ya dhamana sio tu sheria zetu za kawaida, lakini hata katiba yetu inasisitiza kwamba hakuna mtu yoyote atahesabika kuwa mhalifu mpaka pale itakapothibitika mahakamani kwamba amefanyaje, ametenda hilo kosa ambalo ameshtakiwa nalo. Kwa hiyo ana haki ya kupata dhamana, na polisi wenyewe wanaelewa utaratibu ulivyo kwamba wakimkamata mtu watafanya uchunguzi, lakini kama wamemkamata ndani ya masaa 24 inatakiwa wamfikishe mahakamani kwa hizo tuhuma ambazo wanamtuhumu nazo. Watafanya uchunguzi, wakimaliza waendelee na ushahidi wao mahakamani, au kama wanaona bado uchunguzi haujakamilika wanaweza wakampa dhamana, wakafanya uchunguzi, siku akikamilika wampeleke mahakamani. Kuna kauli moja huwa inapenda kutumika ya kusema kwamba hatuwezi tukamwachia huyu mtuhumiwa ambaye tumemkamata kwa sababu anaifungua mashtaka ni DPP, yani ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, DPP. Sasa
wao wanaweza wakaona kwamba hili shauri halina dhamana, alafu sisi tayari tumesha muachia, kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunasubiria aina ya mashtaka ambayo DPP atayafungua dhidi ya mtuhumiwa, ndipo ambapo dhamana inaweza ikatoka katika ofisi yake kupitia mahakama. Hilo nalo likoje? Huwa ni utaratibu wa kisheria au ni namna tu ya kutupiga chenga tusipate dhamana? Mimi kwanza hiyo sidhani kama ni sahihi, kwa sababu uwezo kumkamata mtu ukasema hili kosa linaweza lisiwe na dhamana. Hapana. Unavomkamata na mtu, kwanza ili umkamate mtu si lazima ufanye uchunguzi na kujiridhisha kwamba ametenda kosa fulani. Na unavomkamata unamkamata kwa sababu ya kosa fulani. Yaani humkamati ukatafute kosa. Unamkamata kwa sababu umeshafanya uchunguzi, umeshajua kwamba ametenda kosa fulani. Kwa kama ametenda kosa fulani, unajua kabisa hili kosa kwa mujibu wa sheria zetu lina dhamana au halina nini? Dhamana. Kwa mfano, unamkamata mtu na madawa ya kulevya zaidi ya kilogramu labda 10 tuseme. Umeona? Sheria iko wazi kwamba makosa kama hayo hayana nini? Hayana dhamana. Unamkamata mtu kwa kosa la utakatishaji fedha. Unamwambia bwana, tumemkamata kwa kosa la utakatishaji fedha. Inajulikana kabisa halina dhamana. Umemkamata mtu ana nyara za serikali. Unaona? Inajulikana kabisa kwamba kosa hili halina nini? Halina dhamana. Umemkamata mtu kwa sababu ya mauaji au kwa sababu ya ugaidi au kwa sababu ya uhaini. Inajulikana kabisa kwamba hili kosa halina nini? Halina dhamana. Unamkamata mtu kwa armed robbery, wizi wa kutumia silaha. Inajulikana kabisa hili kosa halina dhamana. Lakini unamkamata mtu kwamba anachochea vurugu, kutaka kuchoma vituo vya mafuta, kutaka kufanya kitu gani, directly ni kosa ambalo lina dhamana. So hilo unahitaji kujiuliza tena kwamba ikienda kwa DPP inaweza lisiwe na dhamana. Ukitazama kwa aina ya hizo tuhuma, kuna baadhi ya kesi maarufu ambazo watu wamewahi kushtakiwa nazo zenye aina hiyo ya tuhuma. Hapa hatusemi kwamba Niffer anaenda kushtakiwa au atapewa hizo tuhuma kama kesi, lakini ukikumbuka kesi ya ugaidi ambayo ilikuwepo inakuhamasisha vurugu, kuchoma vituo vya mafuta, ikawa ni kesi iliangukia kwenye ugaidi na hakupata dhamana, au sheria imebadilika kwamba sasa hivi kuchoma vituo, kuhamasisha vurugu sio aina ya kosa ambalo linaweza kuangukia kwenye ugaidi? Kuna tofauti kidogo. Kesi ya mwenyekiti mstaafu, yeye alikuwa anashtakiwa kwa kosa la ugaidi. Unajua kwenye kanuni ya adhabu kuna kosa la ugaidi moja kwa moja. Unaona? Sasa ni vitu gani vinaonesha kwamba mlikuwa mnafanya vitendo vya kiugaidi, ndivyo ambavyo vitafanyaje, vitaelezewa huko kwamba mlikuwa mnafanya vitendo gani vya kigaidi. Labda unajua ugaidi lazima kuwe mna silaha, mna nini, mmejipanga, mko organized, kikundi cha watu wengi. Unaona? Kwa hiyo ni organized crime. Unaona? Lakini kwa huyu sio organized crime. Yeye ni kosa la kuhamasisha kutenda uhalifu, kwa kama ambavyo polisi wamelitoa. Kwa hiyo hilo halihusiani kabisa. Labda watu wasiwe na wasiwasi, ukisikia kwamba uchoma kituo cha mafuta, choma kituo cha mafuta sio gaidi. Labda kuwe kuna sababu zingine ambazo zitaambatana na uchunguzi utakaokamilishwa. Labda kuwe na uchunguzi mwingine ambao utaambatanisha na hivyo vitu ambavyo vinahusiana na makosa ya ugaidi. Lakini kwa namna ambavyo jeshi la polisi limetoa taarifa, sio kosa la kiugaidi. Na mwisho kabisa, likiwa ni swali la kiufahamu tu kwamba huyu anatuhumiwa kila ambacho tuhuma zake zote zimeangukia tarehe 29 siku ya kupiga kura. Kama tarehe 29 kujatokea chochote, na mnasema alikuwa anahamasisha watu wakafanya vurugu yote siku ya tarehe 29, automatic shauri hili linakuwa limekufa kifo cha kawaida au litaendelea kuexist, yani kuwepo? Sasa shauri kama hili kuendelea kuwepo au kutokuwepo,
nadhani haitategemeana na siku ya kesho au kwa mambo hayo kutokea kesho au kutotokea, unaona, ambayo wanamtuhumu nayo. Nachojua kwamba shauri hili kuwepo au kutokuwepo itategemeana na ofisi ya DPP. Kwa sababu polisi kazi yao ni kuchunguza na kukamata, kuandaa jarada na kulipeleka kwa mkurugenzi au mkuu wa mashtaka. Sasa ofisi ya mwendesha mashtaka au mkuu wa mashtaka ndio yenye dhamana ya kusoma jarada na ushahidi walioletewa na polisi, kuona je, kuna kosa limetendeka. Umeona? Kwa hiyo kama wataona kwamba kuna kosa limetendeka kwa mujibu wa nyaraka ambazo wamepelekewa na ushahidi, wao ndio wenye dhamana ya kusema kwamba tunaendelea na shauri mahakamani au hatutaendelea nalo. Kwa hiyo itategemeana na ofisi ya DPP, ushahidi watakaopelekewa na nyaraka ambazo watapelekewa na kila kitu ambacho kimehusiana na ukamataji wa huyo binti ambaye tumeona mitandaoni amekamatwa. Okay, nikushukuru sana na kwa faida tu lakini naona halitaingia hapa maana nataka tujadili kidogo namna ya ukamatwaji wake, lakini sasa changamoto ni kwamba hatujapata reliable source wa kueleza kwamba kinachoandikwa mtandaoni amekamatwa fair au hajakamatwa fair. Nafikiri tukimpata mtu ambaye anatupa uhalisia kwa namna ambavyo amekamatwa, itakuwa ni sehemu pia kujadili kisheria, ili watu wasije kusema mbona tumejadili tu upande ambao umetolewa na Mulilo, hatujajadili ule upande mwingine ukamatwa kwa Niffer. Kwa hiyo nieleze tu kwamba tukipata uhakika kwa namna alivyokamatwa, pia itakuwa sehemu ya kujadili kisheria, je, alipaswa kukamatwa hivyo au hakupaswa kukamatwa hivyo na vitu kama hivyo. Nikushukuru sana wakili msomi Sabato Ngogo kutokea Arusha. Shukrani sana. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.